Karibuni watu wa Mungu. Kristo aweze kuhimidiwa sana. Amani ya Mungu iweze kuwa pamoja nasi. Tunakwenda kuangalia vitu vya msingi ambavyo kama Mkristo anapaswa kuweza kuvielewa ili aweze kwenda kanisani. Na kama hautavielewa hivi vitu, ni bora usiende kanisani. Ni bora usiende kanisani. Sasa kwenda kanisani ni muhimu sana sana, lakini bila kuyazingatia mambo manne ambayo tunakwenda kuwa nayo katika part 4, tukiwa na hii ya kwanza na 3 zijazo, basi ni heri kabisa mtu asiende katika kanisa. Sasa nakusihi vile vile, kama ndio mara ya kwanza umeweza kupata hizi video zetu katika channel yetu pendwa Neno TV, basi usisite kuweza kusubscribe uweze kuwa wa kwanza kupata zaidi katika yale tutazidi kurusha. Lakini uweze pia kufollow na kuzidi kulike na kucomment. Kama uko na comment yako, weka hapo, tutaweza kusoma kwa neema ya Mungu. Sasa kuna mambo manne muhimu sana ambayo tunatakiwa kuweza kuyatazama leo ili tuweze kuona na kukomboa Wakristo wengi katika kwenda kanisani. Kama haujayajua, ni heri usiende kabisa kabisa, maana utamchukiza Mungu hujawahi kuona. Sasa katika swala la kwanza tunaoenda kuangalia katika part 1 hii ni kwamba, je, ni jambo gani la msingi la muhimu ambalo unatakiwa uwe nalo kuanzia ukiwa nyumbani ndio hata ukienda kanisani uwe umekusha kujiandaa? Ni swala linapatikana katika kitabu cha Kutoka, sura yake ni ya 19. Kutoka sura ya 19. Kutoka sura ya 19. Naomba tuweze kufatana, na kama una Biblia yako hapo itapendeza zaidi, tufatane pamoja. Nitakusomea sura ya 19 kidogo tu uweze kuelewa kile ambacho Bwana alitaka kuweza kukutana na wana wa Israeli. Tunapozungumza wana wa Israeli ni watu wake aliyowachagua akawatoa katika utumwa wa Misri ndio waweze kumtumikia. Sasa ukiangalia alitaka kukutana na wao. Unapoenda kanisani unaenda kukutana na Mungu katika roho. Lakini angalia, kuna jambo la msingi limeandikwa katika mstari wa 10. Sikiliza vizuri. Anasema hivi: Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao, wawe tayari kwa siku ya 3, maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa. Siku ya 3 ni siku ya ukamilisho, siku ambayo anakuja Bwana kuweza kuonana na wao. Kama unahitaji kwenda katika kusanyiko, siku ya kwenda kusanyiko, unatakiwa kabla ya hapo siku kadhaa nyuma uweze kujiandaa katika mwili wako. Na mojawapo ya kitu cha msingi cha kuandaa ni nguo zako. Nguo zako. Bwana anachukizwa na watu kwenda katika makusanyiko akiwa na nguo chafu. Ama ndio maana unakuja kukuta kwamba tunaambiwa wakati mwingine, na nitakuja kukusomea katika nukuu kadhaa hapa, ambayo tunaambiwa hata ni bora mtu aweze kuwa na nguo ya kuendea tu kanisani ambayo haijatumika katika siku hizo 6. Siku ya kusanyiko haikutakiwa iwepo nguo ambayo ni ile inavaliwa katika siku 6, maana inabidi iwe ni siku ambayo, siku maalum, ni kama siku kuu ya kukutana na Bwana. Anasema wazifue nguo zao, muda wa siku ya 3 Bwana atakuja kukutana na wao. Kwa alitakiwa wafue nguo zao. Nguo zako zinabidi ziweze kuwa makini kabla haujaenda kwenye kusanyiko. Unapoenda kwenye kusanyiko ukiwa na nguo chafu na mwili mchafu, basi hapo unamchukiza Mwenyezi Mungu, unamchukiza muumbaji wetu kwa kuwa hivyo. Fanya matengenezo. Sasa ninaomba niweze kukusomea katika nukuu kadhaa ambazo tunaongozwa katika roho ya nabii, na nitaanza na gombo la 6, nitarudi gombo lingine. Tumesema tunapaswa kuweza kuwa angalau na suti au vazi maalum kwa ajili ya kusanyiko, kwa ajili ya kukutana na Mungu wetu. Na hilo ni kitu ambacho unawezekana usiambiwe katika makusanyiko unayokusanyika, lakini ndio uhalisia wa ukweli. Maana malaika wa Bwana huweza kuzunguka katika eneo la ibada, na anachukizwa unapo watu wameenda katika namna ya mavazi machafu au nusu uchi. Hapo unakuwa umemkosea Mungu. Ni heri ungebaki nyumbani, maana unawapa watu makwazo, lakini pia unakwaza na malaika walioko hapo. Sasa nisome hapo. Nisome kwanza katika Testimony to the Churches volume 6.
nisome ukurasa mmoja hapa uweze kuelewa kile ambacho kidogo tunaweza kuwa tukikimaanisha. Tunasoma 355 paragrafu yake ni ya pili. Inasema hivi: wengi wanahitaji maelekezo jinsi wanavyopaswa kuonekana katika kusanyiko kwa ajili ya ibada ya siku ya Sabato. Katika kusanyiko, wengi wanahitaji maelekezo ya jinsi ya kuwa katika kusanyiko siku hiyo ya ibada. Nini wanatakiwa kufanya? Sikiliza kwa makini. Hawapaswi kuingia katika uwepo wa Mungu katika mavazi ya kawaida yanayovaliwa katika wakati wa juma. Wote wanapaswa kuwa na vazi maalum ya Sabato la kuvaa wanapohudhuria huduma katika nyumba ya Mungu. Unaona inatakiwa iwepo vazi maalum. Hiyo ndio issue ambayo anasema, lakini kuna uwezekano mtu akaweza kuwa wenda ana nguo chache. Hiyo sio kipengele cha kukufanya usiende katika kanisa, lakini inabidi katika uchache wazo hizo bado unayoenda nayo iwe ni ile ambayo itakuwa ni nadhifu. Na kwa nini nasema hivi? Ili hali hii andiko imetuambia unatakiwa kuwa na vazi. Kuta mtu ana nguo mbili na hizo anabidi avae zingine katikati ya juma, na hata katikati ya juma unatakiwa kuwa mchafu, kwa hivyo utakuwa unazi-interchange, nyingine unavaa hapa, nyingine unafua. Lakini sasa ikiwa ni wakati wa kwenda, inabidi uwe katika usafi na unadhifu. Sasa tukienda katika gombo la 5, Testament of the Churches volume 5, na kusomea katika ukurasa wa 498 5T 498 na kusomea paragrafu yake ni ya pili. Sikiliza kwa makini rafiki yangu mpendwa, tunapozidi kufuatilia na namna ambavyo Mungu atapendezwa na sisi ikiwa tutaenda katika nyumba za ibada. Lakini kuna onyo moja kabla haujamalizia kuelewa hiki kitu, uweze kuwa ni mwenye kukizingatia sana, kwamba ni kweli. Namalizia hapa alafu nitaingia katika hiyo onyo ambayo unatakiwa uweze kuwa makini nayo pia vile vile, siwezi kusahau. Anasema hivi 5T 498 paragrafu yake ya pili. Anasema ninaumizwa mara nyingi pindi niingiapo katika nyumba ambazo Mungu huabudiwa na kuona mavazi yasiyo nadhifu ya wanaume na wanawake kuwa yasiyofaa mbele za Bwana. Ikiwa moyo pamoja na tabia hudhihirishwa kwa mavazi ya nje, basi hakika hakuna kitu kinachoweza kuwa cha mbinguni kuhusu wao. Hawana wazo la ukweli juu ya utaratibu, unadhifu na uhamisho ulioboreshwa, uliosafishwa, ambao Mungu anahitaji kwa wote wanaokuja mbele zake kumwabudu yeye. Wanabidi waje katika unadhifu. Nasema ninahuzunishwa sana nikienda sasa, kama huyu alikuwa ni mwanadamu nabii wa Mungu, lakini anahuzunishwa sembuse wale ambao ni malaika wenye kicho kwa Mungu, wenye wivu na ibada ya kweli. Ni lazima tuwe katika unadhifu, lakini kitu cha msingi ambacho nimesema inabidi pia tuweze kukizingatia ni kwamba licha ya kuwa inabidi mtu huyu aweze kuwa katika unadhifu, lakini bila mapambo ya nje, kwa sababu Biblia imekwisha kutueleza. Soma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3. Petro anatuelekeza vizuri, anasema kama ifuatavyo. Petro wa kwanza 3:3 anasema hivi: kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kushuka nywele na kuvalia na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kuvalia mavazi si maana usivalie basi wewe uchi, usivalie yale yakuwa ya gharama. Sasa ukiangalia hapa pia tushuke katika paragraph yake katika 498 paragraph ya 3 hapo chini. Anasema wote wanapaswa kufundishwa kuwa nadhifu, safi na wenye utaratibu katika mavazi yao, lakini si kwa kujiingiza katika mapambo ya nje ambayo hayafai kabisa kutumika mahali patakatifu. Haipaswi kuwa na maonyesho ya mavazi. Hatari ni nini ya kuwa na maonyesho ya mavazi? Licha ya kuwa inabidi uwe nadhifu, na suti yako safi, kama ni gauni lako safi, sketi yako safi, umependeza vizuri, lakini si katika mapambo ya nje. Si perfume ambayo ukipita mpaka dakika 15 kuna watu wanafikiria perfume ya kwako. Si kupita unapita na kiatu chako kinawanchoma hapo, kinapiga kelele mpaka watu wanatoka katika yule anatoa
ibada hapo, anatoa matangazo hapo, anatoa neno la Mungu, wanaanza kushangaa kiatu chako. Anasema hivi, lakini si kwa kujiingiza katika mapambo ya nje ambayo hayafai kabisa kutumika mahali pa ibada au pahali patakatifu. Anasema hivi, haipaswi kuwa na maonesho ya mavazi, kwani hili huhimiza kutokuwa na kicho. Kumbe watu wanapokuwa katika kujiingiza kwenye mapambo, ndipo ambapo wanaingia kuwa na nini? Kuwa na kutoweka kwa kicho. Maana anasema hivi, usikivu wa watu mara nyingi huitwa kwa nguo hii nzuri au nguo ile nzuri. Mungu anapaswa kuwa kichwa cha mawazo. Mungu ndiye anapaswa kuwa kiini na mada cha mawazo na lengo la ibada. Chochote kinachoivuta akili kutoka ndani ya ibada adhimu au takatifu na kicho mbele za Mungu wakati wa huduma takatifu ni chukizo kwake. Kama kuna kitu kitavuta mawazo ya wengine kuja kwako na kuhama katika kicho cha Mungu, hiyo ni chukizo kwake. Lakini unabidi ubaki katika unadhifu ukiwa wa kawaida. Kabla haujaenda katika kusanyiko, hakikisha upo nadhifu katika mwili na mavazi. La sivyo utakuwa ni mwenye kumchukiza Mungu na ibada yako haiwezi kapokelewa ikiwa unapuuza katika hili. Maana tumeambiwa katika Shuhuda ya kwamba ni chukizo kwake yeye anayeabudiwa hapo. Bwana akatusaidie katika hayo, tuingie katika vipengele vingine katika pati ya pili, ya tatu na ya nne. Usikose katika hizo parts. Usikose katika hizo ili tuone ni mambo gani ya msingi, ili tusije tukamkosea Baba yetu wa mbinguni bila sisi atakuelewa. Lakini kwa kuwa ni wa rehema na upendo, anahitaji tuelewe ili tusiendelee kumchukiza. Tumpendeze tunapoenda mbele za madhabahu yake. Karibu.